Yes, jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Nikukaribishe popote pale ulipo ili tuweze kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujitokeza kutokea sehemu tofauti tofauti. Wote tunajua kwamba macho, akili na masikio yapo visiwani Zanzibar kwa sababu mwakilishi pekee kutoka nchini Tanzania na East Africa kwa ujumla, mnyama Simba yupo kibaruani siku ya kesho ambapo ataenda kupapatuana na Stellenbosch kutoka nchini South Africa katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini nipo hapa sio kwa ajili ya kuzungumzia huo mchezo. Nipo hapa kwa ajili ya kuletea taarifa ambayo imetolewa na kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF juu ya mashauri mbalimbali ambayo yaliweza kuwasilishwa mbele ya kamati hiyo. Kwa hiyo wameweza kutoa hukumu na wameweza kuelezea mashtaka hayo. Huyu alikuwa anakumbwa na nini? Huyu alikuwa anakumbwa na nini? Basi hayo yote wameweza kuyaelezea. Ngoja nipite kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wa shirikisho la mpira wa miguu Tan Football juu ya taarifa ambayo wameweza kuitoa na hukumu juu ya wale wote ambao walikuwa wanakumbwa na hatia kutokana na mashauri mbalimbali ambayo yaliweza kuwasilishwa. Kupitia ukurasa huo Tan Football wameweza kuandika yafuatayo: taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Taarifa zao zikawa zinasomeka kama ifuatayo. Taarifa: kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Shauri la kwanza: shauri dhidi ya Hamisi Mazanzala. Hamisi Mazanzala, ofisa wa klabu ya Kagera Sugar, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanzia tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Shauri la pili ni la Mohamed Hamisi Mohamed. Mohamed Hamisi Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa na secretariat ya TFF akitumiwa na kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanzia tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Namba 3 ni shauri dhidi ya Ahmed Ali. Ahmed Ali ni meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Alishtakiwa na klabu ya Yanga akitumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha wa kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali. Ameweza kucholopoka kwenye shtaka ambalo alishtakiwa na watani zake wa jadi, klabu ya wananchi Young Africa, ikimtuhumu kuwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla na kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4. Kwa hiyo yeye ameweza kuchurupuka kwenye kile ambacho walikuwa wanakizungumza wananchi Young Africa. Shauri la 4 ni dhidi ya Ali Kamwe. Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya wananchi Young Africa, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi
akitumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kamati za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanzia tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Afrika, ameweza kukutwa na hatia na inabidi yeye alipe faini ya shilingi milioni 5 kutokana na kosa ambalo yeye ameweza kulifanya. Shauri la 5 ni dhidi ya Shufaa Jumanne Nyamlani. Shufaa Jumanne Nyamlani, mtunza vifaa kit manager wa timu ya taifa ya beach soka na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu. Makosa hayo ni kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya uendeshaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Shufaa Jumanne Nyamlani alitumiwa wito ambao kamati ulijiridhisha kuwa alipokea, lakini akufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Kwa kuwa wito ulimwadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wake. Kamati iliendelea na ushauri. Baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa, imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za kimpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanzia tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Shauri la 6 ni dhidi ya Saleh Mohamed Saleh. Saleh Mohamed Saleh aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa ya kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za kimaadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za kimaadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya uendeshaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Saleh Mohamed Saleh alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini akufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wake. Kanuni iliendelea na shauri. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikilizwa ushauri uliotolewa kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha shughuli za kimpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Imetolewa na Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari na mawasiliano TFF,
Aprili 19 mwaka 2025. Hizo ni adhabu ambazo zimeweza kutolewa na shirikisho la mpira wa miguu kupitia kamati ya maadili. Sasa unajua kwamba huku kuna Simba au kuna Yanga. Ahmed Ally ameweza kuchurupuka kwenye ile shtaka ambalo alishtakiwa na watani zao wa jadi, lakini meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Africa ameweza kupiga pini. Ahmed Ally hajaweza kuwaacha, ameweza kuwapiga kidongo, ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa nimewagaragaza kwenye kesi, akaweka na vialama vya kucheka. Haya sasa, kabumbeni nyingine, amniwezi ng'o. Hayo ni maneno ya meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ally. Hii ni Mpenja TV, mimi ni Maunga Junior. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye. Endelea kubaki na Mpenja TV, sisi siku zote huwa tunazungumza michezo.